akamwambia, God tell them I am just who. Haleluya. Manake huwezi muelewa. Huwezi elewa mtu mwenye hana mwanzo wala mwisho. Huwezi muelewa. So akaambia Musa, go and tell them I am just who I am. Manake akianza kueleza yeye ni nani, utaelewa. Na it's not a must, but sio lazima uelewe Mungu. Hata useme Mungu saa zingine sikuelewangi, si lazima uelewe Mungu. Mungu alisema nini? Obey and you'll do what? You will eat the good fruit of the land. Simple. Hallelujah. We just have to obey God. Si lazima muelewe Mungu, sikuelewangi. No. Now we are going to read this parable of the 10 virgins, ambayo kila mtu anaijua ama ameisikia. Now, a parable, like I said, is something that is hidden, ambayo inahitaji ufafanuzi. Tunataka kujue ni nini maana of this parable, the secret, the wisdom behind this parable. Hallelujah. And I hope this is like a Bible study, and I hope you'll be careful with your Bible pen and with your Bible. We want to go step by step to tujue the secret or the wisdom behind this scripture or behind this parable. There are many parables in the Bible, but I've just picked one so that we can understand the wisdom of God behind it. Now, in the book of Matthew, chapter number 25, verse 1. Matthew chapter 25 and verse 1. I will read. At that time, the kingdom of God will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here is the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins who woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise ones, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." "No," they replied, "they may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy for yourselves." But while they were on their way to buy oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa hili neno Bwana. Naomba ukaniachilie nguvu zako Bwana, niweze Jehova kumtafakari maana ya hii parable Jehova. Naomba Bwana ukanitumie kama chombo Jehova cha kupitisha ujumbe wako Bwana. Lika Roho wako Mtakatifu Bwana awe mwalimu na atende zaidi ya uwezo wako. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we pray and believe. Amen. Now, Yesu akatoa fumbo na kusema kwamba ufalme wa Mungu ama ufalme wa mbinguni umefananishwa na wanawali 10 ambao walitoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 10 virgins. The Bible does not say 10 sisters, nor 10 brothers, nor 10 relatives. It is about 10 virgins. Bwana apewe sifa. I want you to understand it because tunataka tujifunze kitu siku ya leo. I want you to follow your Bible very clearly and Roho wa Mungu akusaidie so that we tuweze kutafakari. Remember, we are going to deal with the hidden. It is hidden. It needs the Holy Spirit
to reveal its meaning. Wanawali 10 ambao walichukua taa zao kwenda kumlaki bwana harusi. Kwa hivyo, the Bible is not talking about any sin or any defilement here. It is talking about people, the virgins who are ready to meet with the bridegroom. So hamna kizuizi chochote ambacho kingezuia bwana harusi asikutane na hao wanawali 10. Are we following, please? From there we are okay. 10 virgins who took their lives and they went out to meet the bridegroom. So all of them, they were qualified to meet the bridegroom. There was no barrier in between them. All of them were ready to meet the bridegroom. Mstari wa pili, maandiko yanagawanya hao wanawali 10 into 2 groups. Hallelujah. 5 wao walikuwa wapumbavu. Sikiza, 5 of them were foolish and 5 of them were wise. 5 wao walikuwa wapumbavu, 5 wao walikuwa wenye busara. 2 groups. They are divided now. They were qualified, but mstari wa pili inaanza kuwa divide into 2 groups. 5 were foolish and 5 were wise. What made them wise and what made the other foolish? Ni nini ambacho kiliwafanya 5 wakae wapumbavu na 5 wenye busara? Mstari wa 3. Wale walikuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao. So 5 walichukua taa, lakini hawakuchukua mafuta pamoja nao. Hallelujah. Are we following up to there? Now we are following up to there, where 5 took lamps but with no oil. How do maandiko yanasema? They were foolish. Kubeba taa usiku ni vizuri, lakini kubeba hiyo taa bila mafuta ndani, maandiko yanasema hiyo it's foolishness. And we will know why. Tutajua ni kwa nini. Hallelujah. Lakini the other 5, mstari wa 4, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hallelujah. Wale wenye hekima, wenye busara walichukua taa, lakini walisema huwezi beba taa, inakuanga taa na kitu ndani. Hallelujah. It is always the lamp and the oil. And the Bible says these were the wise virgins. Hallelujah. Kufikia hapo we are okay. Bwana apewe sifa. The 5 virgins, 5 were foolish and 5 were wise. Time is about to tell why. Now, the 5th, mstari wa 5. Now, again, all of them, there is one weakness. Wale wenye hekima na wenye busara wote walikuwa na one weakness. They had one weakness. Mstari wa 5. Hata bwana harusi alipogawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. 5 were foolish, 5 of them were wise, but all of them, they had one weakness. Wote walilala. Hallelujah. Are we following, please? Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara tu walipolala wote, usiku wa manane, sauti ikasikika, bwana harusi ndio. Wote wakaamka kwenda kumlaki bwana harusi. Lakini kumbuka ya kwamba 5 walikuwa na taa, lakini hawakuchukua mafuta. Na kuna wenye walichukua mafuta
pamoja na taa. Kwa hivyo mara wakaondoka wanawali wote kuzitengeneza taa zao, wote wakaamuka. Lakini mstari wa 8, wale wapumbavu wakawa wanaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Hawana mafuta kwenye taa na wanaenda kukutana na bwana harusi ameshakuja. Wale wenye walichukua mafuta wakawaambia kwamba, lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutosha sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia muende kwa wauzao mkajinunulie. Ushike njia muende usiku huo, mwende kwa wenye ambao wanauza mkajinunulie. Manake yale ambayo tuko nayo hawezi akayatosha sisi na nyinyi. Heri mshike njia muende. Inataka uweze kutafakari kile ambacho kilifanyika pale. Maandiko yanasema, na hao walipokuwa wakienda kununua. Now about the issue of time. The issue of time, wakati. Kuna one witness. There were 5 of them who were wise and 5 of them were foolish. But there is one thing that is unifying these 10 virgins. Ni wakati. Kumbe kila ambacho kinaweza pata mtu mwerevu kinaweza pata mjinga pia. The only difference is there is time. That is the only difference. Na hao mstari wa 10 walipokuwa kwenda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja harusini na mlango ukafungwa. Wale 10 wametoka kwenda kununua mafuta. Wakati ambapo wanashika njia kwenda, naye bwana harusi anaingia. Wakati ambapo anaingia, mlango ulifungwa. Wakati ambapo walirudi wakapata mlango umefungwa. They were qualified, but then hawakuchukua mafuta, walisahau mafuta, kwa hivyo walifungiwa nje. Haleluya! Kwa hivyo walikosa nafasi ya kukutana na bwana harusi, wala hawakumuona bwana harusi, wala hawajui alikuwa anakaaje, maana mlango ukifungwa umefungwa. The 10 virgins, 5 of them wise, 5 of them foolish. Now, from there, nafikiri tumeelewa. Now we want to reveal the hidden meaning of this parable. Tunataka sasa tujue maana ya hii fumbo. Remember, we are dealing with the things of the spirit. We want to reveal the secret. What does this parable says? Bwana apewe sifa. Wakorintho wa pili, mlango wa 5, mstari ule wa 17. Second Corinthians chapter number 5 and verses 5 verse 17. Are we there? Maandiko yanasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hallelujah. Now let us go back to the beginning of the verse. The kingdom of God has been likened to 10 virgins. And the question is, who are these 10 virgins? Hallelujah. Remember, okay, apart from the word virgins ikitajwa kila mtu anajua ni nini. But that one aside, maandiko yanasema mtu akishampokea Yesu Kristo maishani mwake, ya kale yamepita, tazama umekuwa kiumbe kipya. And therefore this qualifies you to be called virgin. Whether you are male or female, all of you, you are virgins. Wanawake
kwa wanaume, nyinyi wote mmekuwa kiumbe kipya, and therefore you are a virgin. Hallelujah. Bwana apewe sifa. I hope tumeelewa kufikia pale. The Bible goes, these 10 virgins, while they took their lamps, so lamp. Hallelujah. Tunataka kujua hizi taa ni nini? Zaburi 119 verses 105. The book of Psalms, chapter number 119 and verses 105. The parable of the 10 virgins. Zaburi mlango wa 119. Are we there? Now, tuko mahali pale. Maandiko wanasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga kwa njia yangu. Kwa hivyo taa ilikuwa neno la Mungu. Hallelujah. I hope we are okay up to there. The lamp that they took was the word of God. The lamp that they took was the word of God. The members of the church, wewe ambaye umeokoka, uko na neno la Mungu. You are the Bible. You know the Bible. You study the Bible. You have the word. The word is in you. You know the word. Unalisoma kila siku. Unalijua neno. Uko na taa. Maanake ni mwanga. Hallelujah. Taa ni mwanga. Wale wanawali watano walichukua neno. Remember tunafafanua maana hii fungu. Wale wanawali watano walikuwa na taa peke yake. Walikuwa na taa peke yake. Walikuwa na neno la Mungu peke yake, ambao walikuwa wamejiandaa nalo kumlaki bwana harusi. Lakini 5 of them who are wise, ambao maandiko yanasema wanaitwa wenye busara, walijua hatuwezi tukabeba taa tu, hatuwezi tukabeba neno tu peke yake. Haikuwangi neno tu peke yake, inakuanga neno na nini. Now we are defining the meaning of the oil. Hallelujah. Maana ya ile mafuta. Kwa hiyo mafuta ilikuwa nini? Isaiah chapter number 48 verses 16. Isaiah chapter number 48 and verses 16. Bible says, come near me and listen to this. From the first announcement, I have not spoken in secret. At that time it happens. I am there. And now the sovereign Lord has sent me endowed with his spirit. What a person. The Lord God has sent me alongside his spirit. It is not always the word alone. It is the word and the spirit. What a person. Hallelujah. Hatuwezi kuwa na neno tu. Neno ni muhimu. Simaanishi kwamba sio neno sio muhimu. Neno ni muhimu. Lakini neno halikuwangi peke yake. Ni neno pamoja na roho wa Mungu. Hiyo spirit ndio ilikuwa ile mafuta. Wenye busara walikuwa na taa.
na wakawa pamoja na mafuta. Haleluya. Kwa sababu ukiwa na taa na haina mafuta, hiyo taa haiwezi kawaka. Ile what we call that inapandishanga mafuta. I know it's in Luya and Kikuyu is called one thing if I'm not wrong. Hallelujah. In the Luyas there are very many, but in where I come from and the Kikuyu they call it one thing. Inaitwaje? Let me say it so that you will correct me. Inaitwa lutang. Is it okay? Inaitwa hivyo in Kikuyu language. Ile ya kupandisha mafuta ni, it is called that one. What a person. Are we together? It is called inaitwa hivyo. Hiyo ukiasha peke yake kama hakuna mafuta hapo ndani, you know what will happen. What a person. Ukiasha hiyo the wick. Hallelujah. Inaitwa the wick. Ukiasha the wick without the oil, taa itakula hiyo wick yote ishi. Lakini ukiasha hiyo taa ikiwa pamoja na mafuta ndani with that wick, hiyo taa itawaka. Hata ianguke chini bado itawaka. Because the oil is flexible, it can move any side. And this one was the wise. Hawa ni wanawali wenye hekima. Walijua kwamba haikuwagi neno tu, inakuanga neno na roho wa Mungu. It is always the word and the spirit has sent me. Praise God. I hope you are following. But hata kama walichukua mafuta pamoja na walichukua taa pamoja na mafuta, wale wengine wakachukua taa, wote walikuwa na weakness moja. Kumbuka uko na neno na uko na neno na roho wa Mungu, lakini bado kuna one weakness. Maandiko yanasema all of them walilala. Hallelujah. And that's some time back, mtu alizungumzia kuhusu there is pain in waiting for God. There is pain in waiting. Kuna uchungu katika kumngojea Bwana. Wale wanawali 10 bwana harusi aligawia, walikuwa active kwa neno, walikuwa active in spirit, but despite all those things they had one weakness, and usingizi, wakala. Wakristo wengi waliomba Mungu, Mungu nisaidie hii, Mungu nitendee hii, Mungu nisaidie nipe hii. Ukaona kwamba inachukua muda, ukaamua wacha nilale, wacha ipumzike. Bwana harusi anagawia kukuja, nami niko na hitaji. Huyu bwana harusi anakuwa ni Yesu, ama inaweza fananishwa na chochote ambacho unahitaji Mungu akutendee. Anything that you want God to do for you, ni bwana harusi. It is the bridegroom. Amegawia kukuja na uko na hitaji, but you see inachukua muda ile hitaji ili Mungu akutendee. Kwa hivyo you give up, you surrender, na unasema ni kama Mungu asikii maombi yako. Ulibeba neno peke yake. Maandiko yanasema nitakulinda usiku na mchana. Maandiko yanasema hamna silaha yoyote. Maandiko yanasema it is true, the Bible says. But then what is behind? What is sustaining what you are saying? It is the word that sustains the spirit. Bwana pewe sifa. It is not the word alone. Ukiwa na neno tu, you are equipped with the word. Neno utakuwa nalo, lakini kila ambacho kitafanya ungojee kila ambacho umeomba ni roho wa Mungu aliye ndani yako. The spirit of God inside you. Now you understand why many people are backsliding. They are not bad people. Si watu wabaya. Ni wanawali the 10 virgins ambao walichukua taa peke yake wakatembea na
wakatembea na wakimgojea bwana harusi. Walichukua tu neno peke yake. Wakati ambapo bwana harusi aligawia, walichoka, wakarudi nyuma. They backslided. Not because they were bad people. Si wabaya, ni kwa sababu walisahau katika ufalme wa Mungu haikuangi neno peke yake. Ni neno na roho wa Mungu. Haleluya. Ayubu alijua kwamba sio neno tu. Kile ambacho kilimsaidia kupitia yale yote alikuwa roho wa Mungu peke yake. Kama angekuwa na roho wa Mungu, hata yeye angerudi nyuma. Mke wake akamwambia kwamba wacha nikusaidie. Huu mzigo ni mzito. Maana mke wake alikuwa na neno peke yake. Lakini Ayubu alijua sio neno tu. Ni neno na roho. Praise God. Now we are understanding. Here I am trying my best to reveal this parable to you. Bwana apewe sifa. Kwa ufalme wa Mungu sio neno tu, ni neno na roho. Wengi wamedanganywa na manabii wa uongo. Wanaenda mahali ambapo wanachangamka. When they say receive and they say receive, it is true. Ni mzuri, we want to receive. But that is word alone. Hakuna spirit. That's why people don't receive. Wakienda kule because they were told, ninaona gari yako inakuja. Unaona kweli inakuja. Yalikuwa neno lakini there was no spirit. Because if the two work together, then what you are saying must happen. Wana perishe. Watu wengi wakarudi nyuma. They backslided. Because walichukua mafuta peke yake. Wakasahau kuna mafuta. Tunapomngojea Bwana na tunapotumainia Bwana, kumbuka ya kwamba sio neno peke yake. Ni neno na roho wa Mungu aliye ndani yako. Ndio atakusaidia. Maana wakati mwingi inaonekana kuna uchovu. Wakati mwingine unasikia kukata tamaa. Wakati mwingine unasikia kurudi nyuma. Ni ule roho wa Mungu atakusaidia. Atakupitisha kwa yale ambayo unataka kupitia. Huwezi pita na neno peke yake. Ni roho wa Mungu atakusaidia. Ushindi wako uko kwa roho wa Mungu. Neno ni muhimu, lakini kumbuka ya kwamba maandiko yanasema these five ambao walibeba taa peke yake, they were foolish. Wenye hekima wanabeba taa na neno. Ukibeba taa na neno utaenda mbali. Kwa hivyo ukiona mtu akirudi nyuma au kuchoka, you can now understand what is behind your kuchoka. You can now tell where is the problem. From there, I hope we can work on ourselves. Not to focus only on the word, but it's the word and the spirit. Because the word of God, alongside his spirit, has sent me. That's why Isaiah says, the spirit of the sovereign God is upon me. He has anointed spirit and the word. The wise virgins. What a person. We have one weakness. Ijapokuwa kuna taa na kuna mafuta. Kuna kuchoka. Kuna kuchoka. Yesu alipata wanafunzi wake wanalala. Nataka uweze kugundua ni nini ambacho kilifanyika. Wakati ambapo hao walikuwa wamelala usingizi, mtu alipiga duru, bwana harusi ndio huyu. Immediately hao wengine walitoka kwenda. Bwana harusi naye akaingia. Hallelujah. We are talking about time. Wakati. Even though kila ambacho kinaweza pata mtu mjinga kinaweza kupata mtu mwerevu, ni sawa, lakini kuna time. Maana it takes time. Kitambo mtu atoke aende kutafuta mafuta huko, ujui iko wapi. Kitambo urudi, utapata mlango umefungwa. And you lose and you ruin your chance of meeting the bridegroom. Usingizi. Yesu akawaambia wanafunzi wake,
You cannot even pray with me for only 1 hour. Hamwezi mkaomba na mimi hata ni sali moja peke yake. Wakati ambapo walilala, adui naye akaingia. Bwana apewe sifa. Hao walishtukia ndio huyu. Hapo ndipo hawajui waanzia wapi, ndipo Petro akatoa kisu. Samson wakati ambapo alikuwa hajalala, mambo yalikuwa angetingiza, maana alikuwa na nguvu. And what happened? Wakati ambapo analala, alinyolewa. Swali la hata sijui kama alisikia makasi ikipita kwa kichwa, usingizi. Kuna watu wamelala, hata mtu anaweza, kuna watu wengine wanalala sijui usingizi wa aina gani. Hata wanaweza bebwa kutoka kwa nyumba yao upeleke hospitali na hakuna kujisikia. Huwezi jisikia hata kutingizika, huwezi. Usingizi. Unaweza ona shetani bila anafanya kazi yake. One weakness. Even though they were qualified, they had the love with the spirit, but they had one weakness. Usingizi. Wote walilala. Na wakati ambapo umeomba Mungu, wakati ambapo umemngojea Mungu, wakati ambapo kumbe hapo ndipo unasikianga wakisema kwamba hapo kama umechoka, umekata tamaa, hapo ndipo Mungu anachukulia. Hapo ndipo Mungu anachukulia. Wengi waliomba Mungu mpaka wakachoka na wakarudi nyuma, wakaachana, walilala usingizi. The parable of the 10 virgins. Bwana apewe sifa. It is not only the word alone. It is the word and the spirit. The word is Jesus himself. Yesu mwenyewe alimngojea Mungu. Remember, wakati ambapo Yesu alizaliwa, alitembea chini hapa. Hamna mahali popote ambapo mbingu ilifunguka. Hadi the day he met John the Baptist, Yohana Mbatizaji. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akamwambia Yohana nibatize. Yohana akasema sifai. I don't even deserve to touch you. Lakini Yesu akamwambia just because of who we are, nibatize. Maandiko yanasema immediately wakati ambapo alibatizwa, there's something in heaven came down in the form of a dove. In fact, let us read there. One person. It is in the book of Matthew, chapter number 3. Matthew chapter number 3. And verses 16. Matthew 3, 16. Bwana asifiwe. Mathayo mlango wa 3 mstari ule wa 16. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunikia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Yesu alitembea kama neno kwa hiyo miaka yote, lakini wakati ambapo alibatizwa, Roho wa Mungu alishuka juu yake. Kwa sababu gani? Yesu alijua sio neno tu, ni neno na Roho. Kwa hivyo alihitaji Roho wa Mungu. And then from there he went into the wilderness to fast for 40 days. Ni Roho wa Mungu angemsaidia kwa wakati huo wote. Sio neno tu, ni neno la Mungu na Roho wa Mungu. Two things. The
parable of the 10 virgins. And that's why nilipoenda kusoma habari ya Yesu, after his resurrection, alizikwa for 3 days. Then I was asking myself, hizi siku 3 alikuwa wapi? Then I got the revelation that huyu Yesu alikuwa kuzimu. He was fighting. That's why he came out with the keys and he told us he has given us the keys. Yesu kule ndani hakuwa na roho wakati huo. Alikuwa mkavu, alipigana vita ili tuweze kuwa huru, mkavu bila roho. And that's why wakati ambapo alitoka huko aliambia watu, ngojeni hapa. I am going to my Father. I will send you a helper. Kwa sababu alijua kwamba hatutaweza peke yetu. Atatuma roho msaidizi atusaidie. Bwana apewe sifa. It is not only the word, it is the word and the spirit. Let me say this, and the Bible is very important. Neno la Mungu ni muhimu. But one thing I realize, the devil can destroy you through the word. Bwana apewe sifa. Shetani anaweza kuharibu maisha yako anakupea Biblia. That's why mtu atianalala nayo ndio asipigwe na mapepo or something. Akona neno peke yake. Kwanza hiyo siku ndio utapigwa. Even Satan himself akona neno, but one thing, hana roho wa Mungu. That is the difference. Akona neno, iposa alimwambia Yesu imeandikwa. He has the word, but he does not have the Spirit of God. Praise God. So 5, if you took the lamb, ukichukua taa peke yake, the Bible calls you a fool. But if you take the lamb alongside the oil, the Bible calls you a wise. Because it is always the word and the Spirit. Praise God. I hope I have tried my best to explain this parable. Hallelujah. Nimejaribu kwa njia ambayo niwezayo kufafanua maana ya ujumbe. Wakati ambapo nilisoma nilisikia kwamba kumbe wakati wote I was missing something. This is the hidden wisdom. Haikuja direct, ilifichwa in a parable. So it needed wisdom. The Spirit of God ilete iangazie niweze kuleta maana. Maisha yako ya Kristo sio neno tu, ni neno na roho wa Mungu. Kila ambacho unahitaji, kila ambacho unayomwombea Mungu akusaidie ama akupe, kila ambacho umetamania, umengojea Mungu, kumbuka amesema kwa neno lake, nitafanya. Lakini usimwache roho wa Mungu. Maana yeye ndiye msaidizi, atakusaidia kukupitiza katika mapito yako yote, na ushindi utapatikana, na utakutana na Bwana harusi. Hautalala usingizi tena, bali utainuka, maana roho wa Mungu ako ndani yako. The parable of the 10 virgins. You are the virgins the Bible is talking about. In the kingdom of God, you are the virgin that the Bible is talking about. Umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yameenda. So hakuna dhambi pale maandiko ambayo inazungumzia ama defilement yoyote. You are qualified to meet the bridegroom. But the difference is, do you have the Spirit of God? Or do you have the word alone? Praise God. In the kingdom of God, it is not only the word, it is the word and the Spirit. Jua kwamba shetani akona neno, lakini kuna roho wa Mungu ambaye hayumo ndani yake. Maana roho wa Mungu ni mtakatifu. Bwana apewe sifa. I think I've tried my best. Let me now talk to the youth, vijana, with one verse. Let us conclude with one verse. Proverbs chapter number 20 and verses 29.
Mithali 20 mstari ule wa 29. Proverbs chapter 20 verse 29. Maandiko yanasema fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Fahari ya vijana ni nguvu zao, kitu ambacho unaweza kujivunia. Uko na nguvu, maanake unayemshinda yule mwovu. Huwezi linganishwa na mzee ambaye anatembea miaka yake hana nguvu, lakini wewe as a youth you can do everything because you have the energy. Na sio nguvu tu, umemshinda yule mwovu. From now on and onwards, hatutakaa hivi. Kuna siku ambayo tutakuwa wazee, na sio mbali. Tunaweza kuona kama ni mbali, sio mbali. Maanake wakati inaweza danganya saa zingine, sio mbali, ni hivi karibuni. Kwa hivyo kwa nguvu zako, do it for the glory of God. Use your energy to do something constructive in the kingdom of God. Daudi akasema, nilikuwa kijana na sasa mimi ni mzee, sijaipata. Mungu ameniacha. If you use nguvu zako kumtumikia Bwana, hata kuacha uzee, he will be with you forever. And that brings me to the conclusion of this proverb, the 10 virgins. Tumeanza safari, tuko katika safari now. We are on a journey, tukimngojea bwana harusi aje. Umechukua taa peke yake ama umechukua taa pamoja na mafuta? Kila mmoja aweze kujioji ndani yake. Kila mmoja anajua umechukua taa, na kama uko na taa, maandiko yanasema wewe ni nani. Na ukichukua mafuta pamoja na taa, maandiko yanasema wewe ni nani. We all know those things. The question is, we are on the journey, tukimngojea Bwana. Utalala usingizi ama utamtumainia Bwana kwa vyovyote vile? Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe mbele za Mungu, na siku hiyo inafika. Haleluya. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, pekee limetukuka jina lake Yesu. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, pekee limetukuka jina lake Yesu. Hatufai kuwa hai wala hatutumai, ila yeye
hatufai wahai wala hatutumai, ila kweli ndiye hatupumzishaye. Oh, imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, pekee metukuka jina lake Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliyeumba mbingu na nchi, Bwana ninakushukuru Bwana, maanake umetuma Bwana, nimeachilia kila ambacho ulituma niweze kuachilia Jehova. Naomba Bwana Mungu mwenye jeshi Jehova, the Bible talks about the 10 virgins, the parable of the 10 virgins who are waiting for the bridegroom. Mungu wa majeshi Jehova, sio neno tu Bwana mabwana, bali ni Roho wako atatusaidia Bwana. Wakati mwingine tunalala usingizi, maanake tumechoka Jehova kukumbuka Bwana na kufuatilia kila ambacho tumekuulizia Jehova. Usingizi unakuja Jehova, na wakati ambapo tumelala adui naye anaingia kupanda kila ambacho ni kiwango Jehova. Ewe Mungu mwenye uwezo na mamlaka Bwana, umetufunulia hekima ya juu Jehova. Naomba kusaidie Jehova, ukatupe Roho wako Jehova aweze kuenda nasi Bwana, aweze kutembea nasi Jehova. Tusibebe taabu bure Jehova, tunahitaji mafuta Jehova tunahitaji mafuta Jehova Tusirudi nyuma Bwana katika hii safari Jehova maana wewe ndiye unatuwezesha Bwana, wewe ndiye msaada wa karibu Jehova. Ukatushika mkono Bwana katika hii safari Jehova, tuweze kutembea nawe Bwana, maana peke yetu hatuwezi Jehova. Tunahitaji jina lako Bwana, tunahitaji Roho wako Jehova awe pamoja nasi Jehova. Tusichoke kamwe Bwana, tusichoke kamwe Jehova bali utushuke mkono Bwana, utushike mkono Jehova, tutembee nawe Jehova katika mapito yote Jehova, katika taabu zote Jehova, katika uchungu wetu Bwana. Bado tunakutumainia Bwana, bado tunakungojea Jehova, bado tunakungojea Jehova kwa njia ya uwezo Jehova ya shade imeneza. Maana utabariki kila mmoja kadri ya uwezo wake Jehova, maana Roho wako Bwana atatembea juu ya maisha yao Jehova, nalo Jehova ushindi wako utapatikana Jehova. Jina lako liinuliwe Bwana, jina lako lipewe sifa. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tena kuamini. May the God bless you in Jesus name. Amen. Shalom.